وهو للحمد أهل، ونشكره وهو على كل شيء قدير، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika darsa ya ahkamul janaiz tumefikia kwenye ukurasa nambari 174 ya kitabu. Kwa wale wenye vitabu, ukurasa nambari 174, na tulikuwa tumeacha kwenye maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na tukasema kwamba anazo kauli mbili juu ya kunufaika maiti na amali ambazo zimefanywa na mwingine asiyekuwa yeye, bali hata si mwanawe. Kauli ya kwanza amesema, walam yakun, na wala haijapata kuwa, min adati salaf, katika mwenendo wa dasturi wa watu wa mwanzo, haijapata kuwa, idha sallu, wakati wanaposwali, tatawuan, sala ya sunna, au samu tatawuan, au wakafunga funga ya sunna, au hajju tatawuan, au wakahiji hija ya sunna, au qara'u alqur'ana, au wakasoma Qur'ani, haijakuwa katika mwendo wa salaf as-salih, yahduna thawaba dhalika, kuzitoa thawabu za mambo hayo kama ni hidayah, ila amwati almuslimina, kuwapelekea maiti katika Waislamu. Haujakuwa katika mwendo wa salafu salih. Kwa hivyo anasema Ibn Taymiyyah, fala yambaghi, haitakikani, kwa maana haifai, aludwala, kukiuka, mtu akavuka, an tariqi salaf, akaacha njia waliopita salafu salih, fa innahu afdalu wa akmalu, kwa sababu njia hiyo ni bora zaidi na ndo njia iliyokamilika zaidi. Miongoni mwao wa salaf ni masahaba, wamemwona mtume, wameishi naye. Kwa hivyo kama itakavyokuwa, uongofu wa dini unachukuliwa kwao zaidi kuliko mtu mwingine aliyekuja baadaye. Hayo ni maneno yake Ibn Taymiyyah ya mwanzo. Hiyo inaitwa kauli yake al-qadim. Lakini sasa anakuja na kauli al-jadid, kauli yake mpya, anakwenda kinyume na kauli ile ya mwanzo. Kwenye kauli ya mwanzo ameweka mwenendo wa salafu salih, hawakuwa na kutoa hidayah ya kupeleka thawabu kwa maiti kwa matendo waliofanya wao. Hawakufanya kitu kama hicho, walijua kwamba haifiki, kutokana na aya za Qur'ani zilifofunga kabisa umumiyan, wa an laysa lilinsani illa ma saa, na kwamba kullu nafsin bima kasabat rahina,
kila nafsi kwa ile ambacho imechuma mwenyewe ndo imefungana nayo. Kauli yake ambayo ni jadidi, pengine amekuwa mtu mzima baadaye, na utu uzima nao una mambo yake. Tukasema kwamba sahaba wa mtume Abdullah bin Mas'udi radhiyallahu anhu alipokuwa mtu mzima alikataa sura mbili kwamba si Qur'ani, nazo ni muawadhataini. Masahaba wote wenzio wanamwambia hii ni Qur'ani, wanampa mpaka tarehe iliyoshuka, siku kadha pahala kadha tulikuwa na mtume akatwambia andikeni Qur'ani hiyo. Kisha akasema kaniteremshia Mwenyezi Mungu ulinzi hivi sasa, sitaki tena kufuatafatwa nikalindwa, kanipa ulinzi bora zaidi kuliko chochote kingine kile. Baada ya kuonyeshwa dalili sana, ndo hatimaye mwisho akakubali. Utu uzima nao una mambo yake. Sasa anakuja na maneno Ibn Taymiyyah, anasema Albani anasema wali shaykhi rahimahullahu ta'ala, na kwa huyu Sheikh Ibn Taymiyyah Mwenyezi Mungu mtukufu amrehemu, qaulun akhar, analo tamko jingine kuhusu masala haya, fil masala, kuhusiana na masala haya. Tamko hili jingine, khalafa fihi, amekwenda kinyume katika tamko hilo, ma dhakarahu anifan, haya aloyataja hivi punde, ala salafi, ani salafi, kuhusiana na wale watu wa mwanzo, kenda kinyume nalo. Fadhahaba, safari hii amekwenda kwenye rai Ibn Taymiyyah, ila anna almayita, kusema kwamba hakika ya maiti, yantafi'u, ananufaika moja kwa moja, bijamii alibadati, kwa ibada zote, min ghairihi, ambazo zimetendwa na mwingine asiokuwa yeye. Hakufanya yeye, kafanya mtu mwingine, yeye ananufaika nazo, akipewa thawabu basi zinafika. Katamka maneno hayo Albani hapa katia alama ya kushtua, na lazima ashtuke kwa sababu nyuma amezungumza maneno akasema haikuwa kwa wale as-salafu salih, halafu yeye anatamka maneno ambayo kinyume na salafu salih. Yeye mwenyewe Ibn Taymiyyah katia alama kushtua, kisha anasema watabanna hadha alqaul, na akaijengea hoja kauli hiyo, wantasara lahu, na akasaidiana naye shekhe wake Ibnul Qayyim, mwanafunzi wake Ibnul Qayyim, naye vile vile akafuata njia ile ile aliyokuja na kauli jadidi huyu shekhe wake Ibn Taymiyyah. Ikawa sasa vimepatikana vigogo viwili vya watu wa sunna wal jamaa, vimetamka maneno hayo ambayo kenda kayasuta maneno yake. Ibnul Qayyim naye vile vile rahimahullah, Albani anasema wote na waheshimu hawa, Mwenyezi Mungu mtukufu awarehemu, ametilia nguvu, ameyakubali fi kitabihi, ndani ya kitabu chake alichokiita Ar-Ruh, kaeleza ushahidi bima la yanhadhu, ushahidi ambao hauwezi kunyanyuka, min alqiyasi, kutokana na qiyasi tu, katumia qiyasi tu kitupu, hamna aya ya Qur'ani, hamna hadithi ya mtume. Min alqiyasi alladhi, kutokana na qiyasi ambacho sabaqa bayanu butulanihi qariban, imetangulia ubainifu wa kubatulika kwa kiasi hicho hivi karibu, tumezungumza darasa lililopita nyuma. Wadhalik, na yamekuwa hayo, ala khilafi ma ahidnahu minhu, kinyume na vile tulivyomzoea huyu Ibnul Qayyim. Katamka kitu kidogo cha kiasi, kacha hivyo hivyo kwamba inakubalika, thawabu zinafika, basi hamna hoja yote, hamna dalili yote, kinyume na tulivyomzoea yeye rahimahullahu, Mwenyezi Mungu amrehemu, min tarki at-tawassu'i, katika kuacha uwanja wa upana wa falsafa, kusema kitu hapo kinyume na tulivyomzoea. Hapa chini kuna maneno mengine Albani anasema zaidi, anasema qultu, mimi nimeshikilia pale pale kauli yangu, wa mimma sabaqa, kutokana na maelezo yote ambayo yametangulia nyuma, ta'lam, utatambua wewe msomaji,
butlan al-ijma'i, kubatilika kwa ile kauli inayosema kwamba hayo yamekubaliwa na waislamu wote au maimamu wote au masahaba wote. Hicho kitu ambacho hakimkiniki kabisa. Wako leo kwenda vingine, wamekwenda vingine. Ibn Taymiyyah mwenyewe kauli yake ya mwanzo iko vingine, kauli yake ya pili iko vingine. Kwa hivyo kitu makubaliano hapa hakipo. Ijma' alladhi, yale makubaliano ambayo dhakarahu Ibn Qudama, ameyataja mwanachuoni Ibn Qudama fil Mughni, kwenye kitabu chake Al-Mughni juzuu ya pili sahifa ya 569, ala wusuli thawabi alqiraati, juu ya kufika thawabu za kisomo cha Qur'ani ila almauta, kuwafikia wafu waliokufa. Hicho kitu hakuna kauli ambayo imekubaliwa kwa wote, lazima kuna mzozo mkubwa. Wa kaifa la yakunu batilan, na vipi kauli hiyo isiwe batili? Kauli hiyo ni batil, haziwezi kufika thawabu. Wa kaifa la yakunu batilan, na kwa nini isiwe batili kauli hiyo? Wa fi muqaddamati almukhalifina, na katika kichwa utangulizi wa wanaopinga kauli hiyo, kiongozi mkubwa kabisa anaopinga kauli hiyo, al-Imam Shafi'i rahimahullah. Imam Shafi'i, Mwenyezi Mungu mrehemu. Vipi isiwe batil? Batil. Kwa hivyo hakuna maneno ya ijma'i. Kiongozi wa madhehebu miongoni mwa maimamu wa kisunni wanne, yeye kisha cross. Kwa hivyo kama mtu anakusudia ijma'u pale kwa ni maimamu, Imam Shafi hayumo, kwa hivyo ijma'i haipo. Neno ijma'i halipo tena kwa sababu Imam Shafi ya cross. Wa kaifa la yakunu batilan, na kwa nini ijma'i hiyo isiwe batil? Wa fi muqaddamati almukhalifina, na katika wa mwanzo kabisa walotangulia mbele kwenda kinyume na kauli hiyo, al-Imam Shafi'i, ni mwenyewe Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu amrehemu. Wa hadha mithalun, na huo ni mfano akharu mwingine, min amthilati, kutokana na mifano mingi, ma idda'a fihi al-ijma', ambayo pamedaiwa ndani yake kuna ijma'i na hali ya kuwa hakuna ijma'i, wa huwa ghairu sahihi, na kumbe imekuwa si sahihi. Huu ni mfano wazi wazi kabisa. Anaweza kudai mmoja wapo kama Imam Nawawi au nani kwamba hapa ni ijma'i, ukipeleleza ukipekua utakuta chungu nzima imekuwa kinyume nayo. Waqad sabaka at-tanbihu, na imetangulia tanbihi ala hadha qariban, juu ya masala haya karibuni hivi. Tunafungua ukurasa nambari 175 huku tukiwa tunaendelea na kwenye maelezo hayo ya fatwa anayotoa Albani juu ya lile jambo la 4 katika mambo ambayo ananufaika nayo maiti, naye ni matendo yaliyotendwa na mwanawe na sio mtu mwingine. Katika kueleza zaidi anasema, hatukumzoea yule Ibn al-Qayyim kwamba ameacha wasaa wa maneno wa uchambuzi kwenye kiasi fil umuri at-ta'budiyya, katika mambo ya ibada. Hatukumzoea kwamba aseme neno dogo akishaacha hivyo hivyo, kwamba aseme kwamba ibada zote mtu akifanya hata kama si mwanawe sababu zinakwenda, alafu aache hivyo hivyo. Hatukumzoea Ibn Qayyim namna kama hiyo. Tumemzoea anakunjua, atoa dalili za Qur'ani, za hadithi, hususan fil umuri at-ta'budiyya, katika mambo ya ibada al-mahdha, ambayo mambo ya ibada ni mambo pekee yanataka kuzungumzwa katika ile namna yake kwamba hii ni ibada. Ibada mambo yake lazima uchukue kwa mtume, lazima ukitaka ustake. Hiyo ndiyo madarul amri fil ibadati, jambo litakiwalo katika mambo ya ibada al-ittiba' ala al-ittiba', lazima ufuate kwa mtume. Huna kumfuata mtume, hiyo si ibada tena, batili ibada hiyo, lazima ina kiigizo. Kwa hivyo ukitaka kufanya maulidi lazima mtafute mtume kwanza, kafanya maulidi vipi, halafu utafute mubtilati za maulidi, uzijue mambo gani mtu akifanya maulidi anabatilika, halafu utafute fardhi za maulidi zilivyo, kama fardhi sala zilivyo, halafu utafute sunna za maulidi zilivyo, pana mwendo wa mtume gani pale, kuna kauli, kuna fiili, kuna ikrar. Ukishaipata hiyo kwa mtume, basi hatuna ugomvi tena, hiyo ni ibada sahihi. Watu watatuondoa pale tulipo, watatuweka kwa mtume, sote tutafanya maulidi. Lakini wasipotupeleka kwa mtume, ina maana watupeleka kichakani, watuzamisha katika bahari luji.
huko tunapiga breki, hatuendi katika mambo hayo, hususan katika mambo ya ibadati. Unachokoza ugomvi mkubwa wa Mwenyezi Mungu unapovumbua ibada ambayo haitokana na yeye mtume. Unatafuta ugomvi mkubwa wa Mwenyezi Mungu katika ibada ambayo haitokana na mtume wake alomfundisha kwamba nenda kafundisha watu na kuabudu. La siyama hasa kama kana minhu, ni yale yaliyotokezea katika jambo hilo, ala khilafi ma jara alaihi salafu salih, mambo ambayo yamekwenda kinyume na mambo yaliyopita juu yake wale wanavyuoni wa mwanzo kabisa kabisa waliokuwa wema. Kitu kimekwenda kinyume na salafu salih, vipi mtu atakitolea dalili kwa kinafaa halafu adai kwamba hii ni ijmai? Asalafu salih na vingine hawakufanya mambo hayo, hawakupata kufanya ibada ya sala ya sunna wala funga ya sunna wala hija ya sunna wala kusoma Qur'ani, kisha akasema kwamba wa asli thawaba ma qara'nahu li fulani 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 fulani. Hakufanya namna kama hiyo, fanya kwa wengine tu. As-salafu salihu radiyallahu anhum wa qad awrada khulasatu kalamihi, ameyaleta kwa ufupisho wa maneno yake haya al-allamatu, mwanachuoni As-Sayyid Muhammad Rashid. Kuna mwanachuoni anaitwa Sayyid Muhammad Rashid Rashid Ridha. Mwanachuoni huyu ameeleza maneno fi tafsiri al-Manari, katika kitabu kiitwacho Tafsiri al-Manari, maarufu sana kitabu hicho. Katika juzuu ya 8 ukurasa nambari 254 mpaka 270 anazungumza kadhia hii. Thumma radda alayhi, kisha akarejesha kauli kumjibu bin Taymiyah, kumjibu na yule Ibn al-Qayyim, kawajibu wote wawili ni wenzake, watu wa sunna wenziwe, wamekwenda upande, kawajibu. Waradda alayhi, akarejesha juu yake raddan ilmiyan, marejezo ya kielimu, marejezo ya kiwanachuoni, katumia kila dalili ya kiilmu, qawiyan, tena hoja zenye nguvu. Falyuraji'uhu, hebu na rejee mambo hayo kwenye kitabu hicho. Man shaa, yule ambaye atapenda, an yatawassaa fil mas'alati, kupata ukunjufu zaidi katika mambo haya, akipata kitabu Tafsiri al-Manari juzuu ya 8 ukurasa huu tuliotaja 254 mpaka 270, ataona watu walivyogelea bahari hiyo hapo, mpaka atakinai mwenyewe mtu kwamba kweli kwa hakika mtu sheti afanye jambo mwenyewe. Hii habari ya kupelekana thawabu hii tunajidanganya wenyewe tu, lakini huko thawabu kamiliki Mwenyezi Mungu mwenyewe, na huwezi kumforce ukamlazimisha mpe thawabu zangu fulani, hicho kitu hakitoki. Na wala si kweli kama atakuwa tayari mtu yaumul qiyama kweli tapodhihiri atakataa thawabu zake kumpa mtu mwingine. Sasa kwa kuwa Ibn Taymiyah na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim wametamka maneno yale ambapo mwanzo alisema vingine, hapo ni pala pazuri sana walipopakamata watu wa khurafati, wakaona sasa basi hichi kitu kinafaa, mpaka mwanachuoni wao kajirudi mwenyewe na mwanafunzi wake kenda sambamba na shekhe wake. Anasema Albani, wa qad istaghalla hadha alqawla, na kwa hakika wameitilia uzito kauli hii kathirun min almubtadi'a, wengi katika watu wanafanya mambo ya bid'a, mambo ya uzushi, wamepakamata hapa kwamba hata bin Taymiyah amesema, hata Ibn al-Qayyim amesema, kwa hivyo wamepakamata pale hapo. Wa qad istaghalla, kwa hakika wamefanya kitu kuwa ni ghali, kwa maana wametia uzito. Hoja yao ni kwamba bin Taymiyah na wanafunzi wake wamesema hivyo. Tena nyinyi pangu pakavu mnasema nini nyinyi? Bin Taymiyah kasema hivi. Atajibu Albani hapa kwamba hiyo bin Taymiyah hiyo, hata kama kuna baba yake bin Taymiyah na babu yake, wote hao si dalili katii katika mambo ya ibadati kabisa. Bin Taymiyah yeye wala hafikii katika daraja za maimamu kama kina Abu Hanifa na Shafi na Malik, hafikii kule. Anasema Albani, wattakhadhuhu, wakayachukulia maneno yale dhari'atan, kuwa ndio wasila, chombo cha kuwafikishia, fi muharabati sunna, katika kupiga vita sunna. Silaha ya kupigia ni nini? Kauli ya bin Taymiyah na kauli ya Ibn al-Qayyim ni silaha za kutosha, ni upanga maridadi huo, kwamba hapo wataua sunna ya mtume na kupasisha bid'a, kwa sababu kasema mtu kitu kadha 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 kadha.
Wahtaju, na wakatilia hoja bishaykhi wa tilmidhihi, kwamba Ibn Taymiyyah shekhe huyo wa Kiislamu na mwanafunzi wake, wakatilia hoja ala ansari sunna, dhidi ya watu waliojiita sisi ni wenye kuunusuru mwendo wa mtume wa Mwenyezi Mungu, imma fa imma, na hiyo itakavyokuwa tajitolea muhanga kuunusuru mwendo wa mtume ambao umeuliwa. Wako watu wanajiita ansari sunna. Kwa hivyo wao wamechukulia maneno ya shekhe na mwanafunzi wake ala ansari sunna, dhidi ya kikundi cha ansari sunna wa atba'iha, na wale wanaowafuata hao vile vile. Imekuwa nawashambulia mashambulizi makali kabisa, kwa sababu mwenyewe Ibn Taymiyyah kiongozi wa mambo hayo ndo kasema hivyo, na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim. Wajahila ulaika, lakini wamejingikiwa watu hawa almubtadi'a, wanaoleta mambo ya uzushi, au tajahalu, au wamekuwa wao wanafanya ujinga wa makusudi wa kujitakia. Ujinga gani? Anna ansara sunna, watu wanaojiita ansaru sunna, la yuqalliduna, wao hawafati fi dini llahi ta'ala, katika dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu, hawafati rajulan biainihi, mtu maalum kwa jina lake kwamba ni Ibn Taymiyyah. Sisi hatusikii hatuoni kwa Ibn Taymiyyah. Watu wa sunna hawana mambo hayo abadan. Na kama mtu ataona kwamba ni silaha ya kutosha hapa kumkamata Ibn Taymiyyah akasema hivi, kwa hivyo watu wa sunna wameanguka hapa, hata kidogo, ataachiliwa mbali Ibn Taymiyyah na kauli yake. Yeye si mtume, si chochote chochote, ni mwanachuoni muhimu sana, kafanya kazi kubwa, ameandika vitabu vingi, na ni mtu ambaye mwenye akida nzuri sana katika Uislamu, ni mwanafunzi wa Muhammad Abdul Wahhab. Hawa wanaotokana wakaitwa Wahabi, basi Ibn Taymiyyah ni mwanafunzi wake Abdul Wahhabi. Kwa hivyo akija akenda kinyume na kauli yake mwenyewe, rai yake mwenyewe, watu wanaofuata madhehebu ya sunna, kwa hakika sio kwamba wao madam kasema fulani hawendi vingine, hawafati hivyo sunna. Kwa hivyo hawa watu wa bid'a wamejingikiwa na hilo, hawalijui, hawana habari kama watu wa sunna. Wao kitu wanachokiangalia zaidi ni Qur'ani na mwendo wa mtume na kauli ya mtume na makubaliano yake mtume, kwamba jambo limefanyika hasioni kwa ni makosa. Hapo tu ndipo walipokamata hapo. Hawamtazami mtu mwingine kwamba yeye ni nani wala nani, hamtazami hilo jambo. Wao wamejingikiwa anna ansara sunna, ya kwamba watu wanaojiita wenye kunusuru mwendo wa mtume, la yuqalliduna, hawamfuati fi dini llahi ta'ala, katika dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu, hawamfuati rajulan, mtu biainihi, maalum kwa kutajwa jina lake fulani, hawamfuati hivyo. Kama yafalu ulaika, kama wanaofanya wao watu wa bid'a, wao wanamfuata mtu maksudi. Sasa akishakwambia kwamba hapa Al-Habibu bin Sumaiti alikuwepo, basi yeye anaganda hapo, hataki tena dalili nyingine. Ndo kauli zao zinavyokwenda, kwamba hapa walikuweko mashehe zetu na hivi na hivi, hakupata kuyasema hayo. Ina maana kwamba wao na watu maalum wamewakamata, na sio dalili kwamba mtume kasema au Mwenyezi Mungu amesema. La, kama yafalu ulaika, ansari sunna hawafati hivyo kama wanavyofanya watu hao. Wala yu'thiruna, wala ansari sunna hawamchagui ala alhaqi, juu ya jambo la haki, alladhi, haki ambayo tabayyana lahum, inabainika kwa wao, hawamfuati tena wakamchagua qaula ahadin, neno la yoyote min alulamai, katika wanavyuoni, mahma kana i'tiqaduhum hasana, hata kama wanavyuoni hao imekuwa namna gani itikadi yao ni nzuri, wanajulikana watu wazuri kabisa, watamwacha upande na alivyo na mambo yake mwenyewe. Wakishamuona kenda upande na kauli ya mtume, basi watamchukulia mwanachuoni wao ya kwamba alikuwa hakuipata hadithi hii, au kama aliipata hakuijua maana yake kamili, ilimpita, ilimponyoka. Kwa hivyo wao ansari sunna watakachokifanya ni kumtakasa mwanachuoni wao, wanakwenda kwa mtume, wanamwacha yeye kama alivyo, na hivyo inakuwa ni kumtakasa. Na ukimfuata kiupofu hivyo hivyo, ina maana unamwangamiza shekhi wako. Sasa haki umeijua, dalili umeijua,
unakwenda kusema kwamba fulani kafanya hivi, ina maana unamthibitishia upotofu, kakupotoa wewe manake. Na wewe hukuambiwa kwamba lazima mfuate fulani, hukutajiwa. Umetajiwa inna lakum fi rasulillahi uswatun hasana, umeambiwa kwa hakika nyinyi mna kiigizo kizuri kwa mtume Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wao Ansari Sunna hawamfati yoyote min alulamai katika wanavyuoni, mahma kana i'tiqaduhum hasana, hata kama imekuwa namna gani itikadi yao kuwa ni nzuri, fi ilmihi, katika ilmu yake mwanachuoni huyo, wa salahihi, na wema wake, anajulikana mwendo wake mzuri, hana machafu, watamwacha upande kama alivyo, wataikamata kauli ya mtume. Sasa wa annahum, na kwamba hao Ansari Sunna innama yandhuruna, wao wanaangalia kitu kimoja, ila alqauli, wanaangalia kwenye maneno, la ila alqaili, hawamtizami nani kasema. Hiyo ndio mwenendo wao Ansari Sunna. Hata kama kutatoka tamko la watu wazushi wa bid'a, mara ghafla katamka neno la haki, watamsapoti mtu huyo na watamwacha mtu wao madhal katamka haki. Hivi ndivyo wanavyokwenda watu wa Sunna. Watachukua kauli iliyosemwa ina uzito gani, ina dalili gani, watamwachilia mbali msemaji, hawana haja naye. Hivi ndivyo walivyo watu wa Sunna. Hawamfati mtu bidhat kwamba lazima iwe ndivyo hivi, madhal bin Bazi kaamua hivyo, la. Bin Bazi ataachwa na istimbati yake kama alivyo, na watu wataangalia sunna ya mtume ikoje. Hata kama baadhi yao hawa watu wa Sunna itakuwa hawasikii, hawaoni kwa bin Bazi, lakini watu wa kweli hasa wa Sunna hawamtazami bin Bazi, wanatazama kauli aliyosema bin Bazi kaiegemeza wapi, kaitoa istimbati yake hiyo, mpaka tukinaishe. Akitukinaisha barabara tutakwenda naye. Hawasemi kwamba hii katoa mufti al-amu bwana. Mufti al-amu yeye ni binadamu ambaye si maasum, hakuhifadhiwa na Mwenyezi Mungu kama walivyoviwa mitume. Yeye ana kawaida ya kukosea, ana kawaida ya kusibu, ana kawaida ya kuharibu, ana kawaida ya kutengeneza, ana kawaida namna kwa namna katika udhaifu wa binadamu. Ana kawaida ya kuteleza, ana kawaida ya kuchukuliwa na matamanio ya nafsi yake, akasema neno kwa mujibu wa namna anavyopenda yeye. Ni kawaida ya binadamu hiyo. Wakati mwingine atasema neno kwa mujibu vile anavyotaka yeye iwe, namna alivyoona yeye ndio hivyo hivyo. Kwa hivyo watu wa Sunna bana, innama yandhuruna ila alqauli, hakika wao wanaangalia kwenye neno lilosemwa, limeegemezewa hoja gani, la ila alqaili, hawamwangalii msemaji, wa ila dalili, na siku zote wanaangalia dalili, imetamkwa dalili gani, walaisa ila taklidi, hawaangalii kwenye kufata kwamba sisi tunamfuata fulani, la, hawako hivyo. Kwa hivyo hata akisema Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim, madhal yeye mwenyewe Ibn Taymiyyah ameshasema hakuja kuwa na dasturi ya ahlu salafi salihi kutoa hidayah ya thawabu kwa matendo ya sunna wanayofanya, basi watu watakwenda kwenye kauli yake hiyo, ndo bora zaidi kuliko maneno yake mwingine. Kwa kuwa yeye ni Ibn Taymiyyah, watamwacha Ibn Taymiyyah kama alivyo Ibn Taymiyyah, watakwenda kwenye ile kauli ambayo ndio haki zaidi. Jailina Ansari Sunna siku zote wao wanajaalia nasba ayunihim, mnyoosho wa macho yao, shabaha ya macho yao. Wanalenga wapi anapotazama? Shabaha ya macho yao Ansari Sunna wanayanyoosha kaula imami, kwenye kauli ya imami Daril Hijra, imamu aliopata jina la imamu wa mji wa kuhamiwa na mtume na masahaba. Imamu huyo si mwingine isipokuwa ni Malik ibn Anas. Al-Imamu Malik anaitwa imamu Daril Hijra. Imamu Daril Hijra ana nini hata watu wa Sunna wamtupie macho moja kwa moja? Ana maneno yafuatayo, haya yanakuja sasa hivi. Amesema Imam Malik ya kwamba ma minna min ahadin, hakuna kati yetu sisi binadamu, hata kama ni maimamu sisi, hakuna yoyote, illa radda wa rudda alaihi, isipokuwa na nafasi ya kurejesha kauli ambayo kaiona kwamba haiko katika dalili, na yeye mwenyewe atapingwa naye vile vile. Yeye kapewa nafasi ya kupinga, naye atapingwa naye vile vile. Yeye mwenyewe Imam Malik anasema mimi ninayo hoja, nikiona kitu nitakipinga madam kwa mtume kwa na vingine, na mimi vile vile nikisema vingine nipingwe, kwa sababu mimi si mtume.
Sina nafasi mimi ya madai hayo kwamba nitakalosema mimi ndo hilo hilo, haliwezi kwa vingine, hapana. Anasema Imam Malik, ma minna min ahadin, hakuna miongoni mwetu hata mtu mmoja, illa radda, isipokuwa anarejeza maneno ya mtu, warudda alaihi, na panarejezwa vile vile juu yake, illa, isipokuwa asirejeshewa maneno akapingwa, sahibu hadha alqabri, mtu aliyelala kwenye kaburi hili. Wakati wa Imam Malik amekaa juu ya mimbari ya Mtume ndani ya Masjid Nabawi, ana pointi pale kwenye rawdatu min riyadil janna, kuna kaburi la Mtume. Huja anasema isipokuwa that man, yule pale, sahibu hadha alqabri, ni mtu ambaye amelala kwenye kaburi hili, yeye itabidi tusalim amri, tusimrejeshe maneno kwamba hapa sisi tunaona vingine, katika wakati kama huu hayo hayatafaa tena, hapa sisi tumestahsan, kwa hivyo hili jambo ni zuri sana, watu walipenda na wanasilimu watu wengi kwa jambo letu hili. Hapana. Shewa maneno yake akisema ndo hivyo hivyo, wama yantiku anil hawa, na akisema shetu wafahamu Waislamu, hatamki kwa mapenzi yake kwamba labda kimemponyoka kitu kwa matakwa yake. In huwa, akisema kitu kwenye dini, Mola wake anatoa proof, hayakuwa aliyoyasema illa wahyun yuha, isipokuwa ni ufunuo ambao unafunuliwa kutoka Mwenyezi Mungu, kampa Jibril amwambie kwamba Muhammad, waambie watu ibada iko hivi 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 hivi. Waqala, na akasema tena Imam Malik, kullu ahadin, kila mtu, yuukhadhu min qawlihi, patachukuliwa katika maneno yake, wa yuraddu, na patarejeshwa, akionekana kasema makosa patarejeshwa maneno yake, yatapokelewa yaliyokuwa sahihi na yatarejeshwa yaliyokuwa sahihi, illa, isipokuwa hayatorejeshwa maneno sahibu hadha alqabri, ya huyu bwana aliyelala kwenye kaburi hili, yeye maneno yake hatuwezi kuyarejesha, itabidi alivyosema ndio hivyo hivyo. Lakini mtu mwingine akiwa bin Bazi, Imam Maliki, Imam Shafi, Ahmad bin Hanbali, Abu Hanifa, bin Taimia, Ibn al-Qayyim, wote hawa maneno yao yanarejeshwa kama itakuwa sahihi. Na katika kujitakasa kiuadilifu, Imam Malik anasema sisi sote tuko hivi. Kwa hivyo yule ambaye atufata katika madhehebu yetu, sheti aelewe kwamba si kwa tobaini haki ilivyo, sisi atutakase jamaa, asitusukume katika jahannam, tutaangamia vibaya. Atutakase, aifuate haki, atuache sisi na mawazo yetu. Pengine tumeishi duniani hatukuiona hadithi ya Mtume inohusu masala hayo iliyo sahihi. Tulikuwa tunakaa wapi pahala pengine, na hadithi ya Mtume anazo mtu mwingine, mpaka tumekufa hatukuonana naye, hatukuisikia, au aya ya Qur'ani tumeifahamu vibaya. Na hilo jambo lilikuwa maalum kwa masahaba kufahamu aya ya Qur'ani vibaya, imetokezea. Hata Saidna Umar ibn al-Khattab, mtu mwenye firasa, aliyepewa utambuzi maalum na Mwenyezi Mungu, kafikia hadi wahyi ukishuka unakwenda kwenye mawazo yake, kama alivyoona yeye. Ukishuka wahyi unamsapoti yeye, na vile walivyoona watu wengine pamoja na Mtume kukubali rai zao, atakuwa Qur'ani imekuja na kwenda kinyume, inamfuata Umar. Hata hivyo alipokufa bwana Mtume akasema kwamba la, hakufa, amekwenda mara moja kwa Mola wake, atarudi sasa hivi. Na huyu hafi mpaka awe shahidi kwetu sisi, kwa sababu Qur'ani imesema wayakuna rasulu alaikum shahida. Hii aya imesema hivyo. Mtasemaje Muhammad kafa? Nikimsikia mtu nitamuua sasa hivi. Wacheni puzi wenu, yuko msikitini na hutubia kwa kali sana. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiqi kenda ndani mpaka kwenye hujjatu Aisha, kaufunua uso wa Mtume, akauona ulivyo, akamwambia kwa hakika mauti alokuandikia Mola wako ufe tayari umeshakufa, na hutoonja Mtume Mwenyezi Mungu mauti mara mbili. Mauti yako ya mara ya kwanza ushakufa, umzuri uso wako tokea ulipokuwa hai na baada ya mauti yako. Akafudikia Abubakar kumbusu katikati baina ya macho mawili kwa mapenzi makubwa Mtume Mwenyezi Mungu. Akatoka uwanjani sasa kumfuatia Umar, akamwambia sasa Umar, nyamaza niseme mimi. Akamwambia nataka kusema nini? Akamwambia nasemaje? Man kana ya'budu Muhammadan fa Muhammadun qad mata,
aliyekuwa anamwabudia Muhammad bidhati kuwa ndo Mungu wake, basi sasa Muhammad kishakufa, atafute Mungu mwingine. Muhammad hayupo. Saidna Umar amepigwa na butwa, katoa macho kumtolea ukari. Abubakar hawezi, kamzidi kwa kila kitu, kwa ilmu kamzidi, kwa kusilimu kamzidi, kwa umri kamzidi, kwa kila kitu kamzidi. Heshima yake kubwa mno katika Uislamu kuliko yeye. Akamwambia, kama mtu atakao shahidi, basi kwenye sura Ali Imran ni wazi wazi imekuja, wama Muhammadun illa rasul, hakuwa Muhammad ila ni mjumbe Mwenyezi Mungu tu. Qad khalat min qablihi rusul, wamepita kabla yake wajumbe wangapi, na wameshaondoka duniani, na yeye vile vile ameondoka duniani, wakati umefika. Afa imata, hivyo akifa Muhammad au kutila au akiuawa, ndo nini? Inqalabtum ala aqabikum, nyinyi mtarejea nyuma juu ya visigino vyenu mkufuru kwa kuwa kafa Muhammad. Waman yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a, na mwenye kurejea nyuma juu ya visigino vyake hatomdhuru Mwenyezi Mungu kwa lolote. Wasayajizillahu shakirin, Mwenyezi Mungu ataendelea kuwalipa wenye kushukuru. Wakaayin, anazidi kumpa vimondo vinakuja kama mvua. Sura Sayyidina Umar anaijua, aya akizisoma, lakini zilimponyoka maana yake, kasahau. Wakaayin min nabiyin qatala, mitume wangapi wameingia kwenye midani ya vita, wamepigana. Maahu ribiyuna kathir, pamoja na wao walikuweko arribiyuna kathir, watu watawa, watu wacha Mungu wengi. Yalipowafika ya kuwafika kama kuuawa au kuwa ni vilema, fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi, hawakudhalilika, hawakuwa wanyonge katika yale ambayo yaliwafika fi sabilillahi. Wama dhaufu, hawakunyongonyea. Wamastakanu, na hakudhalilika. Wallahu yuhibbu sabirin, na Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kusubiri kama hao. Hapo ndo akatulia Saidina Umar akasema, kweli kabisa, hakika kutokana na aya hizi na withdraw maneno yangu, Muhammad amekufa kweli. Ikilitokezea masahaba vile vile kuwaponyoka aya Qur'ani wasifahamu maana yake, walisahau. Seuze tena maimamu, seuze tena kina Ibn Taymiyyah, seuze kina Ibn al-Qayyim, yawezekana kabisa kabisa kafahamu vibaya kabisa kabisa. Anaendelea Albani katika fatwa hii, anasema wa idha kana min almuslimu bihi, itapokuwa kutoka kwa Muislamu aliyosalim amri bihi, kwa jambo hili, inda ahli ilmi, anapopokea kitu kwa wanavyuoni, anna, atakubaliana na mimi, likulli aqidatin, kila itikadi, kila kifungo cha imani, au ra'yin, au mawazo ya mtu, kwa hakika yatabannahu fi hadhihi alhayati, ambayo yeye atakuwa anayajengea hoja katika uhai huu, lazima maneno hayo, lazima itikadi hiyo, atharan, italeta athari, italeta usumbufu au mafanikio. Athari ni kama tunavyotumia Kiswahili taathira. Ili jambo limekuwa na taathira fulani, kauli yake imeathiri wengi, kasema kitu watu wameathirika, wameacha maovu, wamekwenda kwenye taa. Na kasema wengi kawaathiri watu katika maneno yale, wameshajika katika uovu, watu wameingia katika uovu kwa sababu kasema maneno mabaya. Kwa hivyo kila akida ambayo mtu ataijengea hoja kiitoa, ujue kwamba itakuwa na athari maalum fi sulukihi, katika njia zake zile. In khairan, ikiwa mtu katamka neno la kheri, ujue fa khairun, athari yake itakuja kuweka mambo ya kheri. Tumsikize vizuri Albani sasa katika falsafa ya kufungia maneno yake. Unapotamka jambo ya kwamba mtu akifanya mtu mwingine ibada kumfanyia yeye, ni kwamba itafika thawabu zake, kuna athari itapatikana lazima mbaya mbaya kabisa. Ataitaja mbele hapa athari yenyewe. Na wakati utapomhimiza Muislamu kamwambia, tahadhari wewe mti na macho, Mtume kawakusanya jamaa zake, fakhassa wa amma, akafanya makhsusi na wengine akawaambia kijumla, ya bani fulani ya bani fulani ya bani fulani, anqidhu anfusakum minan nari, jiokoeni jama nafsi zenu na moto wa jahannam, jiokoeni wenyewe hivyo. Msije mkasema Mtume jamaa yetu, Mtume mzee wetu, bwana we
sitoweza mimi mbele ya Mwenyezi Mungu kuja kuchukua nafasi ya kukuokoeni ilhali mmethibitika watu wabaya. Kisha akamfanyia khususia mwanawe Fatima, akamwambia ya Fatima binti Rasulillahi au Fatima binti Muhammad, wewe wangu mimi sasa, damu yangu. Fatima qit'atun minni, ni kipande cha mwili wangu. Fatima nakwambia na wewe vile vile, special kwako wewe sasa, usijokadeka babako nani. Anqidhi nafsaki anin nari, jiokoe Fatima nafsi yako na moto jahannam, kwa sababu mimi sitoweza kuja kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama kama utakuwa na amali mbaya. Sitoweza mimi kukubaliwa. Nabii Nuhu amekataliwa vile vile kuhusu mwanawe alipoomba kwamba ya rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaqqu wa anta ahkamul hakimin. Aliambiwa na Mola wake, ya Nuhu innahu laysa min ahlik, mtume wangu Nuhu ulul azmi minar rusuli, ni katika watume waliopata taabu sana, wenye cheo kikubwa. Minar rusuli, waliopewa risala maalum. Umepata taabu muda mrefu kuongoza watu, falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama, lakini unaloniomba sasa mtume wangu sikubaliana nalo. Kuhusu huyo manao, innahu laysa min ahlika, yesi katika watu wako. Watu wako mtume Isabu waliokufuata wakakuamini ndo watu wako. Innahu amal, yeye mwanao ni kitendo. Ameitwa binafsi yake ni kitendo, jinsi alivyokuwa kaelemewa na maovu, hana jema hata moja, manake inakuwa innahu amalun ghairu salih, yeye ni kitendo ambacho si chema. Fala tasalni, usiniombe Nuh, ma laysa laka bihi ilmun, jambo ambalo huna ilmu nalo. Inni a'idhuka, tena tahadhar na kuonya, usirejee mara ya pili. Antakuna min aljahilin, wewe kuwa miongoni mwa watu wajinga, kuwaombea watu wenye makosa ya kufa ukafiri. Watu wamekufa makafiri, unasimama Nuhu na waombea watu hao. Huu ni ujinga mkubwa sana huo. Wachilia mbali, huyu si mwanao, huyu si mtu wako. Kwa hivyo Nabii Muhammad naye vile vile aliwaita jamaa zake, fakhassa wa amma. Haya maneno kwa hakika kama haya yana athari maalum, yanamweka mtu alert, hadharau ibada, anajipinda mwenyewe, anateseka mwenyewe, anaamka alfajiri mwenyewe, anaamka usiku wa manane mwenyewe, anafunga mwenyewe, hategemei kwamba watu wapo watanifanyia. Na ukisema ya kwamba zitafika thawabu akifanyiwa kwa mfano hija, saumu na hivi na hivi, ina athari mbaya vile vile, ni kwamba atapweteka mtu, atamie vile vile. Baba yangu Muhammad mchezo, baba yangu Ibn Taymiyyah mchezo, baba yangu Imam Shafi mchezo. Imam Shafi atasimama mbele ya Mola wake. Imam Shafi baba mimi sina wasiwasi, sijui nyinyi wenzangu mlikuwa mna uko mzuri huko, hamna maimamu, sina chochote, mimi mtu mwingi. Hapana, ina athari mbaya vile vile. Anasema kila kitu kina athari yake. Albani wa adhanu al-ishai biidhnillahi tabaraka wa taala. Zungumza, tutawacha kwanza darasa yetu ya ahkamu janaiz kwanza mpaka wiki ijayo insha Allah taala. Kama nilivyosema ya kwamba nitapenda sana wakati mtu alipoleta maombi yake hapa, ima ya kuombewa dua au msaada wa damu au hivi na hivi na hivi, tapenda tujue nini kimetokea baada ya sisi kuomba dua, baada ya sisi kutoa msaada wa damu, baada ya hivi. Ningependa kama itawezekana, simlazimishi mtu, lakini ningependa kujua matokeo yake yamekuwa nini, na ndo raha ya mambo yalivyo. Kwa hivyo alhamdulillah, amenikabili punde hivi kabla sala magharibi yule mwenye dada yake ambaye kwa muda wa wiki 2-3 kila akenda theater kupimwa ili afanyiwe operation wa tumbo anafeli, kwa sababu hofu inamwandama. Pressure iko juu sana au iko chini sana. Tukaomba dua na alhamdulillah leo hii amefanyiwa operation. Safari hii mambo yamekuwa mazuri. Ule utulivu tulomuomba Mwenyezi Mungu bidhat hatukutoa mdomoni, tumeutoa ndani ya moyo. Amepewa na Mwenyezi Mungu. Safari kapimwa kitu kawa normal, kafanywa operation. Ilikuwa kazi yake yeye kuangalia wanaokuja tu pale wapya, anakwenda mtu anafanyiwa, yuko pale pale anakaribisha watu. Ni unyonge mkubwa hospitali unakuwa. Hiyo moja. Pili, yule ambaye nilimtakia msaada wa damu raha leo wiki iliyopita, amenifuata baba yake leo nyumbani,
akanambia mgonjwa amefariki kabla ya damu kutiwa, na kumbe alikuwa ni mtoto wake Bwana Sefu pale Raha Leo chini karibu na msikiti pale. Alipokuja nyumbani kwangu kuja mwanamke, lakini akanambia ni mwanangu mimi yule, kafa leo hivi mchana wa dhuhuri na maziko yake atakuwa kesho Kinyasini. Napenda nifahamu hivyo, lakini damu hakuwahi kutiwa. Sijui kulipita kasoro gani kule hospitali toka siku hiyo, maana siku ya pili yake tu baada ya kutangaza vile nikamuuliza damu, lakini ilipatikana. Akaniambia ipatikana, naam ipo. Watu wameitikia wito, na mimi mwenyewe nilikwenda saa 2:15 hospitali. Nilipofika tu pale nikawa nahangaika, yuko mtu akanambia unamuulizia bibi fulani? Nikamwambia ehe. Akanambia yuko juu sasa hivi na watu wa damu juu. Nikashukuru kwamba wito umeitikiwa, lakini kwa bahati mbaya damu haikuwahi kwenda kwenye mwili wake, amefariki leo hii. La tatu, vile vile alituletea salamu Sheikh Saleh Salim Zagar kuhusu kaka yake Muhammad Salim Zagar, ambaye mara nyingi hapa tunamuona. Alikuwa kila anapokuwa Unguja darasani kwangu anakuwa hatoki, na siku ya Ijumaa mara nyingi huwa na swali hapa, huja na mwamvuli wake, akaweka mwamvuli pale akasali hizi hapa za mbele, wasali hapa. Majuzi hivi nilikutana naye mimi kule Pwani. Tuna desturi ya kwenda swimming baada ya sala alfajiri, yeye Saleh Zagar na yeye mwenyewe Muhammad Salim Zagar na watu wengi. Tunafanya riadha kidogo kujiweka katika physical fitness. Nikamuuliza Muhammad Salim, siku hizi hatukuoni, siku nyingi umetukimbia na hivi na hivi. Akanambia wallahi niko Dar es Salaam nashughulikia nyumba yangu kuijenga, kuimaliza, imekuwa sana nafasi siku hizi. Kwa hivyo na utu uzima nao, na siku hizi nasumbuliwa sana mara kwa mara na pressure hivi. Akatamka sentence ya mwisho akanambia, na kama utasikia nimeondoka duniani ghafla, basi juu yako kuniombea dua sana. Kiasi wiki 1 au 2 nyuma ndo juzi imetokea mauti yake. Na alipomuita ndugu yake, alimuita kwamba ndugu yangu, kampigia simu akazungumza, akamwambia hivi sasa hivi napeleka hospitali, na wewe nakuaga kama nitafariki, na nakuomba unisamehe kila tulokosana mimi na wewe, unisamehe. Sheikh Saleh akaondoka, akaona haya ni mambo makubwa, hajapatapo kunambia maneno kama haya, ikabidi kwenda Dar es Salaam. Ananihadithia Sheikh Saleh amemkuta, wakazungumza siku ile aliyofariki, ambayo kafariki magharibi, ni kwamba alipata tamaa kwamba atarikava kwa haraka kama iwezekanavyo, maana saa la asiri kesha rikava vizuri, pumzi zote zimetulia barabara, kama kwamba kesho atapewa ruksa. Lakini kila kitu kina sababu yake. Hatuwezi kusema kwamba laiti ingelikuwa hivi. Mtume anatukataza tusitumie tamko la lau, kwa sababu fa inna kalimata lau taftahu amala shaitani, tamko la lau linafungua mambo ya shetani bwana. Kilichotokezea ni hichi sasa. Sheikh Saleh ananiambia tumeondoka hospitali kwamba hali yake nzuri, inaridhisha, na kwamba wakati wote atakapo ruksa, lakini amewekewa vitu vya kumsaidia pumzi kwenye pua, oxygen kidogo, ana drips, chupa kadhaa lazima zitimie, anatiwa kwa spidi ambayo wenyewe madaktari wameweka. Yakimalizika hayo, kwa hakika hakuna matatizo, ataondoka. Anasema wakati tunarudi hospitali la asiri hiyo, njiani kuna bibi moja mtu mzima katuomba tumsaidie lifti tumpeleke anapokwenda Ubungo. Tukamsaidia. Huko tulikokwenda tukamkuta mwanawe marehemu. Sasa ana mobitel yake mkononi, kapigiwa simu kutoka Zanzibar. Alipopigiwa simu kutoka Zanzibar, pale wamekutana, akatamka yule mtoto, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sheikh Saleh anamuuliza, Unguja kafanani mara hii? Hiyo simu atoka wapi? Akasema toka Zanzibar. Nani kafa Unguja? Akamwambia sio Unguja, baba keshafariki hospitali. La, mtoto tulomwacha katika hali kadha. Ikabidi pale warashi kwenda hospitali. Kumbe ndo kila kitu kina sababu yake. Oksijeni mzee aliitoa mwenyewe. Unajua kila kigonjwa ilivyo tena. Drips kazichomwa mwenyewe. Kaona upuzi mtupu, mkojo umemshika, hata kojo wali kitandani pale, uyonki zake chooni. Kana mwenyewe chooni kabisa.
hakurejea tena chooni nyumbani kile nani, hakurejea kabisa. Kule chooni kule mambo yamekwenda ndivyo sivyo, mara tu hiyo magharibi ametoweka hapo hapo. Hatuwezi kusema laitan kama angetulia, hapana, hatuwezi kusema hivyo. Saa imeshafika, wala hana upumbavu kama huo yeye, kila kitu anakijua. Lakini saa ikifika bwana, utamuona mwenye kufikwa na ajali mjinga wa mwisho kabisa. Ilikuwaje kafanya hivi? La, si yeye. Anakwenda kwenye makdari ya Mwenyezi Mungu, kishapangiwa na hawezi kuepukana nayo. Kwa hivyo ningependa kwamba haya yote tunayofanya, dua, damu kutolewa na hivi baadaye tupate matokeo yake vile vile, nini kimetokea. Vile vile kuna mwenzetu mmoja hapa anaandika hivi: na waomba Waislamu wenzangu waniombee dua, nimefikwa na mabalaa ya madeni na mimi sina kazi. Lakini mwenye kaandika kadhi kwa DHI, kama kadhi vile hakim ni kazi. Anasema sina kazi, kama nitafanya nilipe. Kwa hivyo nia ya kulipa ninayo, Mungu akiniwezesha katika biashara zangu nitalipa. Kwa hivyo yeye vile vile naomba dua hii. Huyu mwenye kutaka dua hii ya madeni nitamsaidia kwa kitu maalum kiliohusikana na madeni. Mtume kasema sallallahu alayhi wasallam, na anaposema katika mambo kama haya, kama nilivyosema mwanzo, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Anasema hata kama atakuwa mtu ana madeni ukubwa wake kama jabali la Uhudi, atakaposwali kwenye tashahudi al-akhir, swala hiyo kama itakuwa ni ya fardhi au ya sunna, ajaribu katika dua zake aiweke mwisho kabisa dua hii ifuatayo: Allahumma, Mwenyezi Mungu, inni a'udhu bika min alhammi wal hazan, mimi najilinda kwako kutokana na hamu. Hamu ni kulitaka jambo ulipate ulimalize likawa linakusumbua, kama hilo madeni. Wal hazan, na najikinga kwako na huzuni, niondolee huzuni Mwenyezi Mungu. Wa a'udhu bika min al-ajizi, na nakuomba unilinde kutokana na ajizi. Ajizi ni usiri, kuchelewa, nitafanya halafu nitafanya kesho, hii mbaya sana kwa Muislamu. Wal kasal, na nakuomba unilinde na uvivu vile vile nsiwe nao. Sumu mbaya sana Muislamu kuwa ni mvivu, mambo yake yote yanaharibika. Wa a'udhu bika, na najilinda kwako min aljubni, kutokana na tabia ya uoga, nsiogope upuuzi. Wal bukhli, na pamoja na ubakhili vile vile nsiwe nao. Kisha aseme wa a'udhu bika min ghalabati daini, na nakuomba Mwenyezi Mungu unikinge, najikinga kwako min ghalabati daini, kutokana na kuzidiwa na madeni mimi. Wa qahari rijali, na kuelemewa na watu wakaniteza nguvu, wakanyanyasa, wakanionea, wanandai kila siku, nagonga milango. Qahari rijali na ghalabati daini, Mwenyezi Mungu nikinge nayo. Mtume anasema kwamba hata kama itakuwa deni hilo jabal la Uhudi, anasema Mwenyezi Mungu atafanya maajabu makubwa ya kumpa mtu uwezo wa kulipa deni lile. Huyu mwenye madeni huyu namsaidia kitu hicho. Lakini pamoja na hayo tutamwomba Mwenyezi Mungu vile vile na hayo. La mwisho, kabla kusali magharibi hapa kaja mwenzetu mmoja yuko darasani hapa. Kwa hakika kila ukijiona na maafa, basi ujue yuko mtu amekuzidi. Ukijiona una matatizo na problem, yuko mtu amekuzidi. Ukijiona una mafanikio, yuko mtu amekupita. Ukijiona una mali nyingi, yuko mtu amekuzidi. Na ukijiona maskini sana, yuko mtu amekuzidi vile vile. Amenisimulia kwamba kwa hakika mimi na matatizo makubwa kuhusu mke wangu, na mkewe kanitajia jina, namjua mimi, na kaapa mtatu kwa juni ndo kwao. Na yeye mwenyewe huyo alokuja na maombi hayo, yeye mwenyewe hapo alipo ni kiwete, mguu mmoja hana. Hakadha mkewe anasumbuliwa na mshipa wa kuvutia pumzi, kiasi ambacho kenda mpaka London kafanywa operation. Mambo si mazuri bado.
Umebaki sasa hivi mmoja katolewa, umebakia mmoja. Huo mmoja kaambiwa tukikutoa na huo vile vile maisha yako yatakuwa katika hali ya wasiwasi, na kusema hutaweza tena. Tukiufanyia operation huo hutosema tena. Na yeye anaomba kwa Mwenyezi Mungu vile vile, iliyobaki ni pamoja tu kwa Mwenyezi Mungu tu. Manake mambo tena, mtu akifika mpaka London ikawa mambo yameshindikana kule, kashajibiwa kwamba hichi kitu basi hakiwezekani tena. London sio mahala mwetu sisi humu, London kwenye kila aina ya specialist huko. Isitoshe anasema na mwanangu mwanamme yuko nje. Mwanangu huyu haliunga, anafanya mambo, anafanya hatari za maafa hayo. Yeye mwenyewe mguu mmoja hana, mkewe yuko katika hali kama hiyo, mwanawe mwanamme anakula unga ile mbaya yenyewe. Kawaomba watu wa serikali hapa wamfanyie mpango, wamkamate, wamlete hapa, ili labda akiwa naye hapa labda atamsikia, Mungu atamhidi labda. Lakini wengine wanamwambia la, hapa akifika hapa ndo pahala penyewe hivi sasa hivi, hapa senta yenyewe iko hapa, mambo yako hapa sasa. Kule ananambia kama kutatakiwa checking ya unga wenyewe mzuri au mbaya, umeongoka au ni feki, pengine umefanyiwa ghushi, anaitwa yeye, njoo tuonje chuma hichi, manake ndo mteja hasa. Anaitwa mwanawe kwamba njoo utujaribie, unaonaje? Anajaribu, ambia mtaimbo wa mwanzo hauna mushkili. Na ikiwa feki anajua pale pale kwamba no, hamna kitu humu. Hii hata kama nitalewa ngumi nzima, igao zima, hamna chochote, sipati ni shai mimi. Hakadha mambo ya kuishia hapo. Ananiambia na mwanangu mwingine mwanamme, huyo yeye amesalitika na mambo ya wazungu wanawake, na hivi sasa na mwanamke wa Kikristo hasikii haoni, anazama. Kubwa zaidi ni kwamba anapoambiwa na jamaa huko, bwana wewe wachana nayo mambo haya bwana, tafuta Muislamu mwenzako bwana, hivi na hivi, unapoteza kizazi wewe. Hawa watoto wanakwenda kanisani wote hivi sasa, unaona balaa gani hili? Yeye anasema kwamba mimi nacheni kama nilivyo, sina baba sina mama mimi. Hakadha, na baba yake ndio yeye na mama yake yupo hapa hali taabani. Kwa hivyo na yeye vile anasema naomba kwa Mwenyezi Mungu hasa huja akanipunguzia matatizo haya au kuniondolea kabisa. Kwa hivyo katika dua zetu inshallah wao tutafanya ikhlasi, na sisi vile vile kila tukiomba, kila tukitikia amin, walana mithluhu, na sisi tuna mfano wake. Kila ukiitikia amin dua mwenzio, na wewe una mfano huo. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a, rabbi ij'alha sa'ata al-ijaba. Allahumma anta qawluka al-haqq, ud'uni astajib lakum. Da'awnaka ya rabbi kama amartana fastajib minna kama wa'adtana, innaka la tukhlifu al-mi'ad. اللهم أنت قولك الحق، قلت في كتابك العزيز قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ندعوك يا ربي بأنك أنت الله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا قادر يا مقتدر يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا مغيث أغثنا واصرف عنا السوء، يا مغيث أغثنا واصرف عنا السوء. فنسألك اللهم بأنك أنت الله الواحد الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به على نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علمك الغيب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة وهي ليلة الجمعة
لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا كربا إلا فرجت، ولا عيبا إلا سترت، ولا دينا إلا أديت، ولا مكسورا إلا جبرت. اللهم ولا مكسورا إلا جبرت، ولا دينا إلا أديت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا غائبا إلا إلى أهله غانما سالما رددت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد لنا أولادنا وبصرنا بعيوبنا، اللهم اهد لنا أولادنا وبصرنا بعيوبنا، اللهم رب لنا أولادنا كما ربيتنا، اللهم اطرد الشياطين من بيوتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. فنسألك اللهم أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم وما قضيت لنا من الأمور فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.